alikuwa na siri, alificha moyoni kwa muda mrefu. I'm so happy. I'm so happy today. I'm so happy. Mke wangu leo na furaha na vibe kweli leo. Makubwa ama kweli ujana maji ya moto. Hivi mme wangu wewe umeruka stage au umekuaje? Unataka kujifanya umekuwa kijana mdogo sasa hivi. Angalia muda ulivyokwenda mme wangu. Muda umekwenda mzee Komba. Angalia mpaka sasa hivi watoto wetu hawajafika mpaka sasa hivi. Sijui hata binti yangu alivyoandaliwa huko kwenye harusi yake itakuwaje. Nitaka nimwangalie, nimsetie nywele zake zikae vizuri. Maana leo ndo siku yake ya kuolewa. Mpaka sasa hivi hawajafika au umekwama njiani. Nikiangalia muda mke wangu, muda ni bado, watakuwa njiani sasa hivi, lakini natumai watafika hivi karibuni. Usiongee kiwepesi hivyo mme wangu, unajua tumbo la uzazi linanicheza. Binti yangu sijamuona alivyoandaliwa, alivyosetiwa. Nataka na mimi nimwangalie walau nimpe neno la mwisho kabla hajaolewa. Maana kesi unajua binti yangu anaolewa jamani. Lazima mimi kama mama niwe na kihemhem kidogo. Lakini mme wangu leo ulivyovaa umependeza leo. Umenikumbusha miaka ya 70 kipindi kile mtu anakuja kunichumbia. Mwenyewe na mbwembwe zako ulikuwa na mikogo mingi wewe. Una mbwembwe kweli. Naona leo umenirudisha ujanani. Mke wangu leo umenikumbusha mbali sana jamani. You look so smart and attractive leo. Yaani leo kwa kweli ukumbini watu watakushangaa. Mzee Komba ndo huyu. Maana siku nyingine unajiachia madevu yanakuwa yamekaa ovyo ovyo, lakini leo umechana nywele zako vizuri, umepiga kile kofia chako cha miaka 70. Yaani kwa kweli leo umeonekana kama kijana mdogo leo. Kwa kweli nikupongeze. Yaani kwa hilo tu leo kwa kweli umejua kuukonga moyo wangu. Nashukuru sana kipenzi changu, kwa kweli leo umeweza kunitamkia maneno mazuri. Maana siku nyingine tunagombana tu, naishia kunisema mara si nimeonekana kama mzee wa miaka 70, lakini leo unaona nilivyotupia nimependeza. Unajua leo binti yetu anaolewa, kwa hiyo lazima nipendeze mimi kama mzee Komba. Binti yangu anaponiona pale, mimi kama baba mkwe nimependeza kiasi hiki, hata yeye mwenyewe anakuwa na furaha. Kwa kweli hata leo mke wangu na wewe pia umenirudisha miaka 70, maana nikikumbuka kipindi kile ulikuwa unavaa kama kabinti kagoli, angalia ulivyovaa hiyo kihindi mke wangu. Leo umenikumbusha mbali sana mke wangu. Umevaa kama waindi vile. Lakini twende mbele turudi nyuma mme wangu. Mimi na wasiwasi na huyu kijana ambaye tunamkabidhi binti yetu. Hivi kweli hataweza kumpenda Leticia kwa jinsi tulivyokuwa tunampenda sisi, akimhudumia vizuri bila kumpiga, bila kumsemea maneno mabaya? Mimi naona kama huyu kijana kwa kweli tumwangalie kwa jicho la pili. Manake hata alivyokuja kuleta posa, mimi moyo wangu ulikuwa na wasiwasi. Hataweza kweli kuwa ni kijana ambaye atamtunza binti yetu katika maadili mema, na kuweza kumhudumia, sijakawa na mnasa njaa anakula viporo tu vya wali. Kwa kweli hapana. Mimi naona huyu kijana inabidi nikae naye chini nimpe kisomo. Mama Leticia, asa huko navuka mipaka. Mimi yule kijana kwanza, he's a very smart guy, ni very handsome guy, na ni mtu ambaye namuona yuko makini na kwa kweli anampenda binti yetu. Maana hata jinsi nilivyoongea naye, alikuja kwangu akaongea na mimi kwa utaratibu, kwa heshima kabisa, kanisalimia. Ni kijana ambaye anaonekana yuko vizuri. Na mimi kwanza kumtilia mashaka mapema hivi, kwanza kufikiria kwamba atakuwa ni kijana ovyo, sidhani. Mke wangu tumpe muda. Maana yake ndoa bana ina mambo mengi. Mtoto wetu, binti yetu ndo anaenda kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo tunabidi tumuombee heri, inabidi tumpe baraka zote. Tukianza kuwapingia kuweka vikwazo mapema yote hii, tuweze karibu kila kitu mwanzoni. Kwa hiyo tumwache Mungu aweze kumtangulia na waongoze. Sisi tu tuwape baraka zote na sisi tutakuwa kama msimamizi wake. Basi sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Baby, jua leo na furaha sana. Na furaha sio na kifani. Sijui hata nikueleze vipi leo ndani ya moyo wangu, lakini tambua tu kwamba Leticia nakupenda sana. Na leo hii nakwenda kutimiza nadhiri ambayo nimeiweka toka muda mrefu kwamba nitakwenda kukuoa. Hatimaye leo tunakwenda kufunga ndoa na wewe utakuwa ni mke wangu na mimi nitakuwa mume wako na tutaenda kuishi maisha mazuri sana. Mimi nakupenda jamani. Nakupenda wewe kaka, manake kwanza umeonyesha kwamba ni mtu mvumilivu. Just imagine nilivyokuwa nakuletea mikogo na milingo yote ile, lakini umevumilia. Umevumilia shida zote zile mpaka leo hatimaye unakwenda kunioa. Kwa kweli nikupe heshima yako Michael. Wewe kwa kweli ni mwanaume na nusu. Kwa kweli leo nimethibitisha maneno ya wahenga yasemayo haraka haraka haina baraka. Usimao ni ya kweli kabisa mpenzi wangu. Manake wahenga walikwenda mbele. Mimi naona kama wahenga zamani walikuwa ni mbele ya muda. Manake kuna msimu wao mwingine unaosema kwamba mwenda pole hajikwai. Yaani hawezi akajikwaa hata kwenye kipisi cha mpingo. Yaani kwa kweli Michael, mimi nikupe kongole. Umekuwa ni mtu ambaye ni mwelewa, ni mtu ambaye ni mvumilivu. Manake nikikumbuka nilikuwa nakuletea mitikatika mingi. Kipindi kile nakumbuka umekuja nyumbani kunifuatilia nyumbani. Nikakwambia sikutaki wewe kijana, lakini ukao unaendelea tu kunifuatilia. Baba yangu hatimaye akakufungulia mbwa. Ulivyokimbia umetoka nduki mpaka nikuonea huruma. Pale ndo nilipoanza kuona kweli huyu kijana yupo serious na mimi. Kwa kweli umenikumbusha mbali. Wewe mzee wako sio masiala, mzee Komba. Alinifungulia mbwa yule mzee unajua.
na angekukamata yule mbwa akia nani asingekuachia. Maana wale mbwa ni wakali. Unajua sisi kwetu tunafuga German Shepherd. Yule mbwa ni mkali, anang'ata yule hatari. Sio kama mbwa wa huku kwetu huku. Mbwa koko anakula tu mifupa. Yule mbwa anakula chakula chake special. Unajua dog food wewe? Anapata chakula cha dog food. Anapewa chakula ambacho ni kinatoka kiwandani kabisa. Babangu ni mtu ambaye anapenda sana mbwa yule. Kwa hiyo nilikuonea huruma, lakini you are very gentleman. Uko very strong na umevumilia katika shida zote hizo. Kwa kweli sisi nikakuacha katika kipindi hiki. Mwanangu ukawa masiala mwanangu. Rafiki yetu tunaenda kuoa hivyo mwanangu. Kashachukua mali anayoweka ndani hiyo. Mwanangu, ukiona mwanaume anaoa, yani kumsifia tu haitoshi, inabidi tumpe kongole, inabidi tumpe heshima yake kabisa. Manake unajua sasa hivi wanaume ambao wanaoa ni wachache mwanangu, wanaoa ni wachache mwanangu. Ukiona Michael ameoa, manake Michael kashajipanga mwanangu, yani swala ndoa sio mchezo. Yani unajua swala kuoa siku hizi limekuwa ni mtihani, yani kwa vijana wengi kuoa imekuwa mtihani. Yani kwa Michael stage iliyofika, kwa kweli tumpongeze. Manake si wenyewe ukiangalia hapa hakuna aliyeoa hata mmoja hapa. Tunaishi maisha ya kisela kila siku. Alafu hata matumizi yetu ya pesa yanakuwa ni makubwa. Sasa wewe fikiria, kila siku tunahonga hela. Leo unatoa 20,000 unampa Aisha. Kesho unatoa 10,000 unampa Sui Mwajuma. Kesho kutwa unakutana na Patricia unampa 50,000 mara 1. Mwisho siku unajikuta matumizi ya pesa yanakuwa makubwa. Lakini mimi naona kabisa ukishaoa hata matumizi ya pesa yanakuwa madogo. Siku umeongea point mwanangu, umeongea point leo. Yani swala kutumia hela mwanangu limekuwa kubwa sana, hasa ukiwa na mademu wengi. Yani unajikuta wewe una wanawake 5, alafu wote unawamiliki wewe. Unakuta kijana wa miaka 20 anamiliki mademu 5. Mwisho wa siku matumizi ya pesa yanakuwa makubwa. Unapata mshahara wote unaisha kwa mademu. Huyu umemwonga 20,000, yule umemwonga 100,000, huyu umempa 50,000. Mwisho wa siku ukiangalia mfukoni apecha lolo, unabaki upo hauna chochote. Kwa kweli acha tuenjoy tu mwanangu. Hii siku ya leo ni siku ya muhimu sana, na hii kwetu iwe kama fundisho, manake Michael ameshatangulia, ameshaenda kuoa. Kwa hiyo sisi inabidi tufuate sasa. Ladies and gentlemen, I welcome you all to an amazing royal wedding of Mr. Michael and Leticia Komba. You are all welcome. Mke wangu, umeona jinsi gani binti yetu alivyopendeza jamani? Kapendeza kweli. Yaani Leticia leo wamempamba vizuri kwenye sherehe yake. Yaani kwa kweli nimefurahi jinsi alivyovaa hilo gauni lake jeupe. Ama kweli jamani, yani ukimwangalia binti yetu leo alivyokuwa, yani kapendeza tuzani kama sio yeye jamani. Yani Leticia leo amependeza kweli. Au ndo gauni la bibi harusi hili? Jamani, hata wewe kaka ukimwangalia, mwangalia hata kijana jamani. Mkwe wangu huyo amependeza naye, kapendeza vizuri kweli yani. Inaonekana ma design ambao walihusika na kudesign nguo zao za harusi, wali design nguo ambazo ni nzuri. Kwa kweli wamependeza sana leo. Basi ndugu zanguni mliokuja katika ukumbi, naombeni utulivu wenu. Naombeni jamani tuwe na utulivu tunapokwenda kuanza hii ndoa takatifu kati ya bwana Michael pamoja na Leticia. Michael, utarudia haya maneno utakao kuambia hapa. Utasema hivi: mimi Michael nimekubali kumwoa Leticia Komba katika shida na raha, katika tabu na huzuni, katika afya au katika magonjwa, mpaka pale kifo kitakapotenganisha. Mwenyezi Mungu, naomba unitangulie. Mimi Michael Mkambala nimekubali kumwoa Leticia Komba katika shida na raha, katika afya au katika magonjwa, mpaka pale kifo kitakapotenganisha. Mwenyezi Mungu, naomba unitangulie. Jamani Michael nakupenda jamani. Anaweza siamini. Very nice. Sasa ni upande wa bibie harusi. Naomba Leticia uweze kurudia haya maneno nataka kukwambia hivi. Sema hivi: mimi Leticia Komba nimekubali kuolewa na Michael Mkambala katika shida na raha, katika afya au katika magonjwa, mpaka pale kifo kitakapotenganisha. Mwenyezi Mungu, naomba unitangulie. Mimi Leticia Komba nimekubali kuolewa na bwana Michael Mkambala katika shida na raha, tabu na mateso, katika afya na katika uzima, mpaka pale kifo kitakapotenganisha. Mwenyezi Mungu, naomba utangulie. Basi kufikia hapo nipende kutangaza kwamba kuanzia leo bwana Michael Mkambala pamoja na Leticia Komba ni halali kabisa, mke na mme. Jamani, naombeni tuwapigie makofi. Michael, nipende kutangazia kwamba kwa sasa Leticia ni mali yako. Kwa hiyo you can kiss the bride. Kama siala mwanangu, Michael kaoa mwanangu, hatimaye kavuta jiko mwenzetu. Sisi tutakuja kwa walini mwanangu. Yani Michael sio kwamba ameoa, lakini ameoa mwanamke mzuri. Just imagine wewe mwanamke ndio kaa naye ndani mwanangu, mpaka namuonea wivu yani. Kwa hiyo wewe kijana upo serious kabisa, unataka kumwoa binti yangu Leticia, si ndio?
Ndio mama, yani hata sijui nikushukuru vipi. Yani nampenda sana binti yako Leticia, na mimi kwa kweli niwapongeze kwa kuweza kumlea vizuri na mpaka kumfikisha hapo alipo. Basi sawa, hongera kwanza kijana wangu kwa kuweza kumchukua binti yangu na kuweza kumfanya mke. Kwa kweli mimi nikupongeze kwa hilo. Lakini kabla hamjaondoka, ndio maana nimekuita huko pembeni peke yako. Vipi kuhusu jibu langu Michael? Manake toka muda mrefu ulikuwa ukinizungusha hujanipa jibu langu. Litakuwa ni jambo gani tena hilo? Manake sikumbuki kama kuna jambo lingine ambalo tumeongea kati yangu mimi na wewe. Michael, hebu acha kujifanya kama mtoto mdogo basi. Mimi jamani nakupenda wewe kaka jamani. Nimekubali tu kishingo upande uweze kumwoa binti yangu ili mambo yasiwe mengi. Ili baba yake asije akashtukia huu mchezo. Sasa Michael, mimi naomba hii iwe siri yetu kati yangu mimi na wewe. Mimi nakupenda jamani Michael. Naomba basi unifanyie siri. Utakuwa na binti yangu lakini upande mwingine utakuwa na mimi basi. Au unaonaje? Wewe mwa kumbe ni mshenzi kiasi hichi. Mimi sikutegemea kwa kweli kama ungeweza kusema maneno kama hayo. Sikutegemea kabisa. Unajua wewe ni mama mkwe wangu wewe. Ndio, sasa hauna haja kwanza kupayuka. Unajua huku tuko sehemu ya peke yetu Ndio maana nimekuita huku nje ili mradi niweze kuongea na wewe vizuri. Sikia basi Michael, mimi kwa kweli wewe ni shombe hata kuzidi mume wangu. Nimetokea kukupenda wewe kijana. Sasa sikia nikwambia kitu kimoja. Wewe nikubalie tu, itakuwa ni siri kati yangu mimi na wewe. Mimi nitakuwa nakupatia pesa na matunzo yote. Na kuhusu binti yangu, hawezi akajua chochote. Hilo haliwezekani mama mkwe. Mama mkwe, hilo swala haliwezekani kwa sababu mimi nimemwoa binti yako. Sasa haiwezekani nikawa natembea na mama na mtoto wake. Kitu ambacho hakiwezekani kabisa kwa tamaduni zetu za Kiafrika. Kwa kweli hicho kitu hakitowezekana kabisa. Yaani kijana, kumbe haujanijua vizuri wewe. Haujanijua vizuri mimi nilivyo. Nikwambia kitu kimoja kijana wangu. Yaani hii ndoa yako itavunjika muda sio mrefu, na kuhakikishia kabisa ukitaka kubaki na binti yangu, basi kubali hili sharti. Na hii itakuwa kama siri yetu kijana wangu. Wewe utakuwa na mimi kwa siri, mimi nitakuwa na wewe kwa siri. Hamna atakayejua hii siri yetu. Ndio maana nimekuita pembeni niongee na wewe kistaarabu. Sasa ukikataa hii siri ambayo nimekupa, itaenda kuvunja ndoa yako na nitahakikisha kabisa utakuwa mbali na binti yangu. Kwa hiyo naomba ukae chini na ufikirie mara pili. Sawa? Mimi naondoka. Michael, nini shida? Mbona kama hauko sawa jamani? Mama alikuitia kitu gani? Sijui nafanyaje. Hivi jamani, kwani shida ni nini? Uko sawa mpenzi wangu? Lakini mpenzi wangu, hamna jambo lote ambalo tumeongea na mama yako. Ni kweli jamani, au kuna kitu amekufokea jamani? Niende nikamseme mimi. Maana nakuona kama upo na mawazo, hauko sawa hivi. Mpenzi wangu, ondoa wasiwasi wa aina yoyote ile. Nadhani tu ni hali tu ya uchovu na nini. Kweli siamini macho yangu. Siwezi nikakubali mimi jamani. Haiwezekani handsome boy kama yule aolewe na binti yangu mbele ya macho yangu. Hapana. Hata kama naonekana ni mama mtu mzima, lakini hapana. Moyo jamani umetokea kumpenda yule kijana. Nimetokea kumpenda yule kijana jamani. Haiwezekani kwa kweli. Michael aolewe na binti yangu? Hapana. Hapa mimi itabidi nishare tu na binti yangu. Haiwezekani. Mimi nampenda yule kijana. Lazima nifanye mpango huyu kijana awe wa kwangu. Na itakuwa ni siri kati yangu mimi na yeye. Nitumie mbinu gani niweze kumpata yule kijana? Nishapata wazo. Ngoja nimwambie kwamba chumbani kwangu taa imeharibika. Alafu atakuja kunirekebishia taa chumbani kwangu. Akishaingia tu chumbani, nafunga mlango pop, funguo naweka chini ya uvungu. Alafu nimuone ataenda wapi sasa. Na lazima atafanya kile ninachotaka mimi. Samahani mpenzi, nilikuwa naongea na mama mara moja nipigia simu, ndio maana imeingiliana. Lakini nilikuwa na surprise yako. Leo unapokuwa toka kazini basi naomba upitie pale Sinza kwa Remi. Nimekuandalia gauni zuri kweli kama surprise yako. Jamani wao. Asante jamani mpenzi wangu. Yaani umeanza kuonesha material ya husband mapema kabisa. Jamani nitafurahi kuipokea hiyo zawadi ya gauni jamani. Mimi kwa kweli nakushukuru mpenzi wangu. Yaani hata hapa kazini natamani muda uende, niende nikaichukua hiyo gauni nijaribishe nilivae na nitakavyonipendeza jamani. Asante sana. Nikipitia basi nikitoka hapa nitapitia Sinza kwa Remi hapo. Usijali mpenzi wangu. Okay, basi take care. Nakupenda sana mpenzi wangu. Baadaye basi tutaonana. Cut. Wewe nani huyo unamuita baby huyo? Nani unamuita baby huyo wakati umemwoa binti yangu wewe? Baby, kata simu mara moja. Naona mama mkwe amekuja hapa. Nataka kuongea naye mara moja. Nitakupigia baadaye. Shikamoo mama mkwe. Niko salama tu. Vipi, nikitaka kutambua kwamba huyo binti yule unaongea naye kwenye simu hapo, unabebika kiasi hicho ni nani? Na unamuita baby. Na unajua kabisa fika kwamba mimi ni mama mkwe wako na umemwoa binti yangu. Kwa nini unaendekeza wanawake wengine? Ni nani uko unaongea naye kwenye simu? Hapana mama mkwe, utakuwa umenielewa vibaya. Huyu ni kwa naongea naye kwenye simu, sio mwanamke mwingine. Mimi sasa hivi nimeshamwoa binti yako. Nipo kwenye ndoa, nimetulia. Huyu ni kwa naongea naye hapa, huyu ni Leticia mwenyewe. Nimempigia simu, kuna nguo ambayo nilikuwa nimemnunulia ya gauni. Nilikuwa namwambia kwamba akitoka kazini apite Sinza kwa Remi pale aende akachukue mzigo wake wa nguo. Ni hivyo tu mamangu. Sio kama nilikuwa naongea na mwanamke mwingine. Kumbe. Nataka kushangaa jamani, uanze kuongea na mwanamke mwingine na wakati una wanawake wawili mpaka sasa hivi.
Wanawake wawili? Mbona sikuelewi mama mkwe? Unamaanisha nini kusema kama mimi na wanawake wawili? Mimi na mke mmoja tu ambaye ni Leticia binti yako. Unajua wewe jamani, mimi najua kabisa tuko wawili. Kuna binti yangu, alafu na mimi hapa nilipo. Unataka kuniweka wapi? Au unajifanya kama umenisahau vile, eh? Unataka kujifanya kama umenisahau, Ensamboi wangu. Mama mkwe unachekesha kweli wewe. Yaani wewe una vituko vingi wewe. Eti kanacheka. Mimi niko serious hapa. Anyway, by the way, mimi nilikuwa na shida moja, nataka unisaidie jamani mkwe wangu. Nataka unisaidie. Kuna shida moja tu ndogo. Nataka unisaidie. Let me guess, itakuwa ni issue ya pesa, si ndio? Nikusaidie mama mkwe. Babangu, hata sio shida ya pesa. Mimi nilikuwa nahitaji Michael uje unisaidie chumbani kwangu. Mimi kuna taa imeharibika jamani. Nataka uende ukanisaidie kurekebisha ile taa. Maana kila siku mimi na baba mkwe wako tunahangaika usiku, tunalala giza. Nataka ukanirekebishia ile taa ambayo iko chumbani kwangu. Basi uweze kuifix ikae vizuri. Mbona tena umeganda jamani? Basi mimi acha nitangulie chumbani, basi naomba uje unirekebishie hiyo taa chumbani. A few moments later. Mama mkwe alikuwa na siri, mbona nyumba ipo kimya kiasi hichi? Mke wangu amekwenda wapi? Mke wangu yuko wapi naye? Mama mkwe siri imefichuka, aliyempenda njaa hapa je nipikie ugali nile sasa hivi. Watu wakashangaa, mji ukatikisika, yaliyofichwa gizani yamekuwa hadharani. Wewe, naomba uniache mimi. Sio kaniletea malana yako hapa. Wewe ni mama mkwe, lakini unafanya vitu vya ajabu kama hivi kwa kweli. Hata binti yako atajifunza nini kwako? Wewe ni mtu ambaye itakiwa mimi nikupe heshima, lakini unanifanya mimi nikuvunjie heshima kabisa. Jamani baby, acha kuwa mkali kiasi hicho jamani. Itakuwa ni siri kati yangu mimi na wewe. Hata mimi jamani mpaka nimekuleta chumbani. Haujui nini kinaendelea jamani. Basi naomba nikubalie kwa leo tu basi. Nitakulipa hata hela. Nitakupa milioni 1 basi kwa ajili ya kulala na mimi tu usiku wa leo. I can't believe my eyes mke wangu. Hivi unafanya vitu gani kama hivi jamani? Mkaka wa watu huyu, nimesikia maongezi yenu yote. Yaani unataka kumbemenda mtoto wa watu? Yaani just imagine. Huyu ni mkweo, ameoa binti yako. Unataka kuingia naye kimapenzi kweli? Kwa kweli unakosea sana. Umenikosea heshima mke wangu. Kwani mzee Komba umeingia saa ngapi jamani? Na mbona mlango nilikuwa nimeufunga? Umeingiaje na ambacho umekiona hapa, naomba basi usielewe tofauti jamani. Hakuna kitu kibaya ambacho kilikuwa kinaendelea. Hivi mke wangu unanifanya mimi nipunguani sana, si ndio? Yaani mimi nishindwe kuelewa hata kinachoendelea, hata picha sione. Yaani mimi nakuona kabisa upo nusu uchi mke wangu. Au jioni kama ulivyovaa hivyo, Yaani just imagine. Huyu ni mke wako, alafu unamfanyia vitu kama hivi. Kwa nini usingeenda kutafuta mtu wa size yako? Kwa kweli umeniaibisha sana. Na mimi kuanzia leo nakupa talaka urudi kwenu. Ni heri nibaki na binti yangu pamoja na mke wangu kuliko nibaki na mtu kama wewe ambaye kwa kweli unaita tabia za kimalaya tu. Mume wangu mzee Komba, jamani naomba usiniache jamani. Ukinipa talaka mimi nitaaibika jamani, tena kusema nini nyumbani kwetu, na tuna ndoa ya miaka mingi sana. Nikirudi nyumbani sasa hivi itakuwa ni aibu sana. Naomba tu nisamee. Shetani alinipitia tu jamani. Mimi sikuwa na makusudi ya kufanya kitu kama hiki. Haustahili kuitwa mke wangu tena, na mimi nakupatia talaka. Tena talaka 3, manake wewe ni mwanamke mpumbavu sana. Na mwanamke mpumbavu na mjinga ndiye anayevunja nyumba yake kwa mikono yake. Naomba uende ukachukua kila kilichopo chako, nenda kachukua vitu vyako vyote na uondoke huko ndani. Mwanamke mjinga sana wewe.